Na mtazamaji bwana, nadhani utakuwa unakumbuka kuhusiana na sakata zima la Grammy nominations tokea mwaka jana mwishoni. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba wasanii wetu hapa Tanzania walikuwa accepted katika upande wa kupata kuwania nafasi ya kuwa nominated katika tunzo hizo za Grammy. Tunakumbuka wakina Mario, Harmonize, Fid Q na wengine wengi sana walisubmit kazi zao kwa ajili ya kuwa considered kwa ajili ya nominations za Grammy kwa mwaka huu hapa 2026. Sasa baada ya wakina Harmonize na wenzie wote kukosa nafasi ya kuwa nominated, na tunakumbuka aliyekuwa nominated kutoka Afrika Mashariki alikuwa ni Eddy Kenzo peke yake, lakini sasa mwaka huu hapa siku ya jana, yani usiku wa kuamkia leo, ndo siku ambayo tunzo hizo za Grammy zilikuwa zikitolewa. Na kitu ambacho kimekuja kushangaza watu wengi sana bwana ni kwamba Davido amekosa tunzo ya Grammy, japokuwa kwa mwaka 2025 alifanya mambo mengi sana makubwa, ni moja kati ya successful artist kutoka Tanzania, lakini still kwenye upande wa nomination alikuwepo, lakini pia katika upande wa ugawaji wa tunzo, yani ushindi, ni kwamba Davido hajapata hiyo tunzo, jambo ambalo obviously limemdisappoint yeye pamoja na mashabiki pamoja na Wanigeria wengi, kwani katika tunzo hiyo, katika hicho kinyang'anyiro, aliyechukua hiyo tunzo bwana alichukua tunzo hiyo ni Tyla kutoka South Africa. Kwa hiyo kutokana na kwamba Davido kukosa hiyo tunzo bwana, wa Nigeria wengi sana mpaka ma-streamer maarufu kutoka Nigeria wamekuja wakilia kabisa mitandaoni baada ya Davido kukosa hiyo tunzo. So Nigeria bwana wamereact kwa hasira kweli baada ya Davido kunyimwa tunzo hiyo ya Grammy, na hiyo tunzo imeenda kwa mwanadada Tyla kutoka South Africa. Lakini pia vile kumekuwa na makala tofauti zikiwa zinakosoa ushindi huo wa Tyla, wakidai kwamba alikuwa anastahili zaidi Davido kushinda hiyo tunzo kuliko Tyla mwenyewe. Hapa nataka nikusomee baadhi ya makala ambazo zimeandikwa kuhusiana na hiyo issue, ambapo hapa kwa mfano kwa mtu ameandika kwamba bwana, usiku wa kuamkia leo katika tunzo za Grammy, macho ya Waafrika wengi yalikuwa kwenye kipengele kinachogusa moja kwa moja Best African Music Performance, yani msanii bora kutoka Afrika. Kipengele hiki kilikuwa na ushindani mkali kati ya Tyla kutoka South Africa, Davido kutoka Nigeria, Burna Boy kutoka Nigeria, Eddy Kenzo kutoka Uganda na Ayra Starr kutoka Nigeria. Hii ndo kategori ambayo hata wasanii wetu hapa Bongo walikuwa considered, lakini wakatupwa, and then akachukuliwa Eddy Kenzo peke yake katika hiyo nomination katika hii category. Umeona bwana? Sasa katika hiyo kategori ambapo humo ndani alikuwepo Tyla, Davido, Burna Boy, Eddy Kenzo na Ayra Starr, kabla ya mshindi kutangazwa, hali ilikuwa inaonyesha wazi namna baadhi ya wasanii walivyokuwa na imani kubwa ya kushinda. Lakini kwa mfano mzuri ni kwamba Davido ambaye alifika hadi na mkewe Chioma, ishara ya kujiamini kuwa tunzo hiyo ilikuwa ni mikononi mwake. Yani katika usiku wa ugawaji wa tunzo hizo ni kwamba Davido alienda na mkewe Chioma katika tunzo hizo za Grammy. Alikuwa anajua kabisa kwamba atashinda, lakini ndio hivyo, bahati mbaya bwana imeenda kwa mwanadada Tyla kutoka South Africa. Ishara hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa anajua kabisa kwamba atashinda. Aidha, Omalay pia vile aliyeshirikishwa kwenye wimbo huo wa With You ambao pia ulikuwa unawania tunzo hiyo, naye pia alikuwepo. Kwa hiyo hapa kwa kifupi ni kwamba wa Nigeria walijua kabisa kwamba Davido anashinda, na Davido alikuwa anajua kabisa wimbo wake ambao ameshirikiana na Omalay, With You, lazima utachukua. Kwa hiyo hata Omalay naye pia alikuwepo katika ugawaji wa tunzo hizo za Grammy huko Marekani. Lakini kwa ujumla wengi walikuwa na uhakika kwamba Davido ndiye atakayebaki kama mshindi. Hata hivyo, mambo yalibadilika ghafla baada ya Tyla kutangazwa kama ndiye mshindi, jambo ambalo lililowasikitisha na kuwashangaza wengi hadi sasa. Mjadala bado unaendelea, huku mwanamuziki Mariah Kun kutoka Nigeria akisema wazi kuwa kwa mtazamo wake Davido ndiye mshindi halisi na si Tyla.
Kwa ujumla ni kwamba mwaka huu wengi waliamini kwamba Davido angebeba tunzo, lakini matokeo yameacha watu wengi midomo wazi. Kwa upande wangu mimi binafsi nahisi kwamba Push to Start ya Tyla imestahili kabisa tunzo hiyo, ukilinganisha na nyimbo nyingine ambazo zilikuwa kwenye kipengele hicho. Push to Start imeonyesha mafanikio makubwa zaidi karibu katika kila jukwaa. YouTube Push to Start ina takriban views milioni 136, huku With You ya Davido ina takriban views milioni 54, na bado hatujagusa upande wa Spotify. Billboard chart nyimbo zote zimeingia, lakini Push to Start imefanya vizuri zaidi. Sasa basi, kwa kifupi ni kwamba kisanaa na kibiashara Tyla amestahili kushinda. Jambo muhimu zaidi ni kufahamu kuwa mshindi wa tunzo za Grammy hapitishwi kwa kura za watu mtandaoni wala kwa mauzo pekee, bali kwa kura za wanachama wa Recording Academy ambao ni wataalam wa tasnia ya mziki kama wasanii, watayarishaji, waandishi wa nyimbo, waandishi wa habari, lakini pia vile wahandisi wa sauti, na hata kuangalia kwa jicho la kisanaa pekee. Push to Start ni kali zaidi kuliko With You ya Davido. Hiyo pamoja na wadau wengi sana kusema kwamba Tyla amependelewa, lakini ukiangalia mafanikio ya wimbo wa Tyla ni makubwa kuliko wimbo wa Davido. Kwa hivyo basi, japokuwa watu watamsema Tyla, lakini still Davido watamsema sana Tyla alikuwa amepewa hiyo kwa upendeleo, lakini ukiangalia alikuwa na mafanikio makubwa zaidi na wimbo wake wa Push to Start ukilinganisha na With You ya Davido. So peji nyingine hii hapa wamekuja kumpongeza Tyla akiwa ameandika kwamba Tyla anaendelea kuandika historia baada ya kushinda Grammy yake ya pili kwenye kipengele cha Best African Music Performance kwenye tunzo za Grammy kwa mwaka huu 2026. Ushindi huo unaweka historia Afrika, hasa baada ya Tyla kuwazidi wapinzani wake wakubwa kutoka Nigeria. Kwenye kipengele hicho Tyla alikuwa akiwania tunzo hiyo pamoja na wasanii wakubwa Afrika akiwemo Burna Boy, Davido, Omalay, Ayra Starr, Wizkid kutoka Nigeria, pamoja na Eddy Kenzo kutoka Uganda. Hatimaye Tyla ameibuka mshindi, hatua iliyozidi kuimarisha nafasi yake kama moja kati ya wasanii wenye ushawishi mkubwa wa muziki hapa barani Afrika na duniani kote. So ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.